Mshikamano uliopo kati ya Iran, Russia na China hasa katika suala la nyuklia si wa kawaida. Nchi hizi zimekuwa zikishikamana na kushirikiana ipasavyo, hasa wakati miongoni mwa nchi hizo zimekuwa zikiwa chini ya vizuizi. Wawakilishi wa Iran, Urusi pamoja na China katika Umoja wa Mataifa wamesisitiza katika mkutano wa Baraza la Usalama la umoja huo kwamba madai ya Marekani pamoja na Uingereza na Ufaransa hayakuwa halali kuhusu kurejeshwa mara moja na bila masharti vikwazo vya UN dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran maarufu kama snapback, na hivyo mataifa hayo yamekuwa yakipinga vilivyo juu ya mpango huo. Amir Said Iravani, balozi mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amesisitiza katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu azimio nambari 2281 kwamba kanuni za msingi za makubaliano ya nyuklia ya Iran na nchi za Magharibi JCPOA zinabaki kuwa zisizo shaka na zisizokuwa halali. Iravani amefafanua akisema JCPOA inajumuisha kutoa dhamana zinazoweza kuthibitishwa kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ni wa amani, mkataba wa kutambuliwa kikamilifu haki za Iran chini ya mkataba wa kutosambaza silaha za nyuklia NPT, ikiwa ni pamoja na haki za kurutubisha urani, kuondolewa vikwazo vyote vya kiuchumi na kuunganishwa katika mfumo wa biashara wa kimataifa. Amesisitiza kwamba Tehran haitasalimu amri kwa kulazimishwa vitisho na mashinikizo ya kisiasa, na ameongeza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaendelea kuheshimu kikamilifu diplomasia yenye kanuni na mazungumzo ya kweli, na sasa ni wajibu wa Ufaransa, Uingereza na Marekani kurekebisha mkondo wao wa kuchukua hatua za vitendo na za kuaminika ili kujenga upya uadilifu. Balozi mwakilishi wa kudumu wa Iran amesisitiza kuwa kama Ufaransa na Uingereza zina nia ya dhati katika dhamana ya kidiplomasia, zinapaswa kuhimiza Marekani kufuata njia hiyo, na kinyume chake zikiendelea kupitisha sera za Washington za kutorutubisha kabisa urani katika Iran na kukana haki za Iran chini ya mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, kidiplomasia itaangamizwa kabisa. Wakati huo huo, Vaseline Benzia, balozi na mwakilishi wa Russia katika Umoja wa Mataifa, amepinga juhudi za watu wa Magharibi za kurejesha vikwazo dhidi ya Iran na kusema juhudi za Ufaransa, Uingereza na washirika wao za kurejesha azimio nambari 2231 katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuiwasilisha kama mchakato wa umma ni kitendo cha kimaonyesho na lengo lake ni kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Kwa upande wake, Fu Kong, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, pia ameunga mkono msimamo wa Iran na Russia katika mkutano huo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema mfumo wa snapback una ombwe za kisheria na Baraza la Usalama halijafikia makubaliano kwamba nchi hizo tatu za Ulaya zina mamlaka ya kutumia tena utaratibu huu. Iran imekuwa ikisisitiza kwamba inaheshimu mkataba wa kuzuia silaha za nyuklia NPT pamoja na kanuni za matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Tehran inasema kwamba utaratibu wa snapback hauendani na kanuni za JCPOA na azimio 2231 ambalo lilihakikisha kuondolewa vikwazo kwa kuhalalisha uhusiano wa kiuchumi na Iran. Iran inasisitiza kwamba utumiaji wa utaratibu wa snapback si mchakato halali wa kisheria, bali ni hatua ya kisiasa na ya shinikizo haramu. Msimamo wa mwakilishi wa Russia pia unaonyesha kwamba Moscow inaziona juhudi za nchi za Magharibi za kutekeleza snapback kuwa ni hatua ya kimaonyesho na kisiasa inayolenga kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Russia inaamini kwamba muda hutekelezwa na taratibu zinazohusiana na azimio 2231 umekwisha na kwamba kuzirejesha ni kinyume cha sheria. Mwakilishi wa China wa UN pia amesisitiza katika mkutano wa Baraza la Usalama kwamba utaratibu wa snapback una mianya ya kisheria na kwamba kutumia zana hizi kutasababisha hali ya kutoaminiana, kuharibu diplomasia na kuvuruga mchakato wa utatuzi wa migogoro kwa njia za amani. China kama ilivyo Russia inasisitiza kwamba muda wa vikwazo dhidi ya Iran unapaswa kutambuliwa kuwa umekwisha na kwamba kurudishwa vikwazo kinyume na JCPOA na azimio la 2231 ni jambo ambalo haliwezi kukubalika kabisa. Nchi tatu, Iran, Russia na China, zinaamini kwamba kutekeleza snapback ni kinyume cha sheria na kwamba kutokana na kumalizika kipindi cha utekelezaji cha azimio nambari 2231 na hatua ya Marekani kujiondoa katika mapatano ya JCPOA, hakuna tena msingi wowote wa kisheria na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran.
Iran, Russia na China zina msimamo mmoja dhidi ya azimio hilo kwa sababu nchi zote tatu zinaamini kwamba muda wa vifungu vya azimio hilo ulimalizika baada ya Oktoba 18 mwaka 2025. Utaratibu wa snapback hauna uhalali wa kisheria na jaribio la Magharibi la kurejesha vikwazo ni kitendo cha kisiasa na kinyume cha sheria. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News.